Waziri wa usalama nchini Israel Bwana Ben Gvir hajakubaliana na usitishwaji wa vita katika eneo la ukanda wa Gaza, na hivyo anataka serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu irejeshe majeshi huko katika ukanda wa Gaza. Waziri huyo wa usalama wa Israel ametoa wito huo wa kurejeshwa kwa vita huko Gaza, na matakwa ya Ben Gvir yanakuja baada ya Israel kuishutumu Hamas kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoandaliwa mapema mwezi huu. Waziri huyo wa usalama wa Israel ametoa kauli hiyo akisema kwamba sasa ni wakati sahihi wa kurejesha majeshi katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, wapiganaji wa Hamas walifyatua kombora la kukinga vifaru na kuwafyatulia risasi wanajeshi wa Israel wanaoendesha shughuli zao huko Rafah, kusini mwa ukanda wa Gaza mnamo siku ya leo ya Jumapili. Israel ilijibu kwa mashambulizi kadhaa ya angani kwa kile ilichokiita malengo ya kigaidi. Ninatoa wito kwa waziri mkuu kuamuru IDF kuanzisha upya mapigano makali katika ukanda wa Gaza kwa nguvu kamili, Ben Gvir alisema katika taarifa yake siku ya leo Jumapili. Imani potofu kwamba Hamas itabadili njia zake au hata itafuata makubaliano iliyotia saini inathibitisha kuwa hatari kwa usalama wetu. Shirika hili la kigaidi la Kinazi lazima liangamizwe kabisa na mapema zaidi, anasema Ben Gvir. Israel na Hamas walikubaliana kusitisha mapigano mapema mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump wenye pointi 20. Awamu ya kwanza ilitaka Hamas kuachilia huru mateka wote waliosalia wa Israel ndani ya saa 72 ili kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina. Siku ya Jumatatu kikundi hicho kiliwachilia mateka 20 wa mwisho na kurejesha mabaki ya wengine 12. Hamas ilisema imetimiza wajibu wake, lakini inakabiliwa na matatizo ya kurejesha miili yote kutokana na uharibifu wa Gaza na kuendesha kudhibiti Israel katika baadhi ya maeneo. Israel imeishutumu Hamas kwa kutofanya vya kutosha kurudisha mabaki ya mateka 16, huku pande zote zikibadilishana tuhuma za ukiukwaji na usitishaji wa mapigano. Baadaye siku ya Jumapili, Waziri Mkuu Netanyahu aliagiza IDF kuchukua hatua madhubuti dhidi ya malengo ya ugaidi katika ukanda wa Gaza. Kulingana na taarifa kutoka ofisi yake, taarifa hiyo haikufafanua ikiwa ina maana IDF ingeanzisha tena shughuli za kijeshi kikamilifu. Afisa mkuu wa Hamas Izzat al-Rishaq alisema siku ya leo Jumapili kwamba kundi hilo linasalia na nia ya kusitisha mapigano, likishutumu ukaaji wa Israeli kwa kukiuka na kutafuta visingizio vya uhalifu wake. Mrengo wa kijeshi wa kundi hilo ulikana kuhusika na tukio la Rafah na kusema kuwa ilipoteza uhusiano na makundi katika eneo hilo kuanzia kipindi cha mwezi Machi mwaka uliopita. Hatuna habari kuhusu matukio yoyote au mapigano huko Rafah ambayo iko chini ya udhibiti wa uvamizi wa Israel, taarifa hiyo ilibainisha. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.